Na kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia: wanaanga wa China wa Shenzhou 20 wakamilisha matembezi kwa mara ya kwanza angani. Maroboti ya kibinadamu yaonesha uwezo wa kupigana kabla ya mechi ya kwanza duniani ya masumbwi ya roboti jijini Hangzhou. Na waandishi wa habari wa kigeni watembelea Chongqing, China kujionea maendeleo ya kijani, ubunifu wa teknolojia. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Na wanaanga wa China walioko kwenye kituo cha anga cha China wanaoendesha misheni ya Shenzhou 20 wamekamilisha kwa mafanikio shughuli yao ya kwanza ya kutembelea angani. Hii ni kwa mujibu wa Tume ya Usimamizi wa Safari za Anga za Binadamu ya China, CMSCA. Mwenzangu Simiwa Njala anaripoti zaidi. Timu hiyo ya wanaanga watatu Cheng Dong, Cheng Zongrui na Wang Ji ilifanya kazi kwa takriban saa 8 na kumaliza shughuli hiyo saa 10:49 jioni saa za Beijing, wakisaidiwa na timu ya wataalamu walioko ardhini. Cheng Dong na Cheng Zongrui ndio waliokuwa na jukumu la kutekeleza matembezi ya angani. Walitoka nje ya kituo kupitia sehemu ya nodi ya moduli kuu ya Tianhe, hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa wanaanga kutoka kupitia sehemu hiyo tangu kituo hicho kianze kutumika rasmi. Wanaanga hao waliweka kifaa cha ulinzi dhidi ya mabaki ya angani katika eneo lililokusudiwa. Hali kadhalika walikagua na kutengeneza baadhi ya vifaa vya nje vya kituo hicho. Kwa mujibu wa CMSA, wote walirejea salama ndani ya moduli kuu ya Tianhe baada ya shughuli hiyo. Timu ya Shenzhou 20 ilizinduliwa kutoka kituo cha kurusha satellite cha Jiaguan kaskazini magharibi mwa China mnamo Aprili 24 mwaka huu, kuchukua nafasi ya wenzao wa Shenzhou 19 katika kituo cha anga cha Tiangong. Wanaanga hawa wanatarajiwa kukaa angani kwa muda wa takriban miezi 6, kipindi ambacho watashuhudia ujio wa chombo cha mizigo cha Tianzhou 9 na chombo cha watu cha Shenzhou 21. Baada ya kukamilisha makabidhiano wakiwa angani, wanaanga wa Shenzhou 19, Chai Shushi, Song Lingdong na Wang Haozi walirejea salama duniani mnamo mwezi Aprili. Unity Robotics, mshindani mkuu katika mashindano yajayo ya mapigano ya roboti, iliwasilisha maroboti yake ya kisasa ya kibinadamu katika shule moja mjini Hangzhou, mashariki mwa China siku ya Jumatano, ambapo wanafunzi walipata fursa ya kuona uwezo wake kwa macho na kujifunza kuhusu sayansi na teknolojia kwa vitendo. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Ziara hiyo ilikuwa ni jaribio la utendaji kwa maroboti hayo kabla ya mechi ya kwanza kabisa duniani ya masumbwi ya roboti, ambayo ni sehemu ya mashindano ya ujuzi wa roboti ya CMG. Tukio hilo litafanyika Jumapili hii mjini Hangzhou na kurushwa moja kwa moja duniani kote na China Media Group, CMG. Wanafunzi walivutiwa na ustadi wa harakati za maroboti hayo kama vile makonde ya moja kwa moja, makonde ya kuzungusha, mateke ya pembeni, mateke ya mzunguko hewani na hata kuinuka kutoka chini baada ya kuanguka. Ni ajabu sana. Sasa natamani sana kujua jinsi maroboti haya yatapigana. Unity Robotics ilieleza kuwa ustadi wa harakati wa maroboti yao unatokana na maendeleo katika teknolojia za msingi, hasa mafanikio ya kialgorithimu. Maonyesho ya Jumatano yalikuwa majaribio ya kwanza kwa maroboti ya G1 kabla ya kushiriki rasmi tarehe 25 Mei, yakionyesha makonde kwa kutumia teknolojia ya kuchukua harakati, kuangushwa na kujiinua. Maroboti hupigana kwa ushirikiano kati ya binadamu na mashine. Tuna njia 3 za kuyaendesha. Njia ya kawaida ni kutumia remoti rahisi, lakini tutafichua njia 2 mpya kwenye mechi Jumapili. Mtasikia zaidi wakati huo.
Maroboti hayo pia yalijaribiwa kwa uwezo wa uvumilivu kwa kukimbia kwa dakika 40 uwanjani, jambo lililowavutia wanafunzi na kuwafanya kushangilia kwa furaha. Waandishi wa habari zaidi ya 40 kutoka zaidi ya nchi 20 waliitembelea Chongqing, China, kuchunguza maendeleo ya kijani, ubunifu wa kiteknolojia na njia ya kimataifa ya biashara. Ziara hiyo ilionyesha juhudi za jiji hilo katika uendelevu wa mazingira, uzalishaji wa kisasa na uhusiano wa kimataifa. Ronald Mutie anaeleza zaidi. Makumi ya waandishi wa habari wa kigeni wametembelea manispaa ya Chongqing, kusini magharibi mwa China, kati ya 19 Mei na 21, wakizuru maendeleo ya kijani, ubunifu wa kisayansi na kiteknolojia, pamoja na ujenzi wa njia ya kimataifa ya biashara kwa njia ya ardhini na pia baharini. Waandishi zaidi ya 40 kutoka zaidi ya nchi na maeneo 20 yakiwemo Marekani, Uingereza, Ujerumani, Japan, Indonesia na Iraq walifurahia mandhari ya mto Yangtze na kutembelea miradi mbalimbali ya eneo hilo kama vile kiwanda cha kubadilisha taka kuwa nishati, kituo cha kutengeneza magari ya umeme yani EV, na njia mpya ya biashara ya kimataifa ya ardhini na baharini. It's my first time to take boat ride in the lake of Yangtze and I'm enjoying. I can see the water is so clean, calm, the beauty of nature, greenery. This is a very strategic line, Yangtze River to east coast of China. Despite that it's a main route for shipping, but still ecological preservation. Walipotembelea kampuni ya Chongqing Sangfeng, waandishi hao walipata uelewa wa kina kuhusiana na jinsi taka za nyumbani zinavyopunguzwa, kuchakatwa upya na hatimaye kubadilishwa kwa umeme. Kiwanda hicho cha kubadilisha taka kuwa nishati kinawakilisha juhudi pana za Chongqing za kujenga mji usio na taka kabisa kwa kiwango cha juu. Government's philosophy is about improving waste management to be more environmentally sustainable. Auto manufacturing is very important for China, for the economy. And Chongqing is important for auto manufacturing as a city in China. Chinese EV companies have surprised everybody because low price, high quality. Ndani ya jumba la maonyesho la magari ya umeme ya kampuni ya Chang'an Automobile, waandishi wengi walivutiwa na utendaji wa hali ya juu wa magari hayo baada ya kuyajaribu wao wenyewe. Pia walitembelea karakana ya kulehemu na kuunganisha magari na kushuhudia jinsi mikono ya roboti inavyofanya kazi kwa mpangilio ndani ya mfumo wa kiotomatiki. Waandishi hao pia walitembelea kituo cha kitaifa cha vifaa vya usafirishaji cha njia mpya ya kimataifa ya biashara kwa njia ya ardhini na baharini, ambayo inaunganisha maeneo ya bara ya China na zaidi ya bandari 550 katika nchi na maeneo 127. Njia hii ya biashara inaunganisha bandari za kimataifa kwa njia ya reli, bahari na barabara kupitia mikoa ya kusini ya China kama vile Guangxi na Yunnan. Zaidi ya kontena 1251 ya ukubwa wa futi 20 zilipitishwa kupitia Chongqing kwa njia hii ya biashara mwaka 2024, ikiwa na dhamani ya jumla ya yuan bilioni 46 ambazo ni sawa na dola za Kimarekani bilioni 6.4. Ziara hii ni kituo cha kwanza cha mfululizo wa matembezi ya kitaifa ya waandishi wa habari wa kigeni iliyoandaliwa na ofisi ya habari ya baraza la serikali ya China, ikiwa na lengo la kushuhudia maendeleo ya hali ya juu katika ukanda wa kiuchumi wa mto Yangtze unaojumuisha maeneo 11 ya kiwango cha mkoa kando ya mto huo. China imeahidi kupanua uwazi wa hali ya juu na kutoa fursa zaidi kwa makampuni ya kimataifa. Hii ni kauli ya makamu wa rais Han Chong katika mkutano wa kimataifa wa biashara na uwekezaji wa mwaka huu jijini Beijing. Han amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kidijitali na teknolojia ili kuchochea maendeleo ya pamoja duniani. Tom Wanjala anaripoti zaidi. Akihutubia katika ufunguzi wa mkutano wa kimataifa wa kukuza biashara na uwekezaji wa mwaka wa 2025 mjini Beijing, makamu wa rais wa China Han Zheng alisema kuwa China itaendelea kupanua uwazi wa hali ya juu na kukuza maendeleo bora ya kiuchumi, huku ikitoa fursa pana kwa makampuni ya kimataifa. Han alieleza kuwa dunia inaingia katika enzi mpya ya mapinduzi ya kiteknolojia na mabadiliko ya viwanda, ambapo teknolojia kama uchumi wa kidijitali na akili bandia zinabadilisha kwa kasi mazingira ya biashara na uwekezaji duniani. Makamu wa rais alisisitiza kuwa teknolojia hizo zinapaswa kutumiwa kwa pamoja ili kuchochea ukuaji wa uchumi wa dunia na kuimarisha ustawi wa mataifa yote.
Makamu wa rais alitoa wito wa juhudi za pamoja katika kuhakikisha matumizi jumuishi ya teknolojia, kupunguza pengo la kidijitali na kuimarisha minyororo ya usambazaji ya kimataifa kupitia ubunifu wa kidijitali na akili bandia. Han pia alisisitiza kuwa China inasimamia kanuni ya ushirikiano wa kunufaishana, uwazi na utandawazi jumuishi. Alisema kuwa kwa kushirikiana na China, makampuni ya kimataifa yatajipatia fursa nyingi za maendeleo. Mkutano huo uliandaliwa na Baraza la China la kukuza biashara ya kimataifa almaarufu CCPIT na kuhudhuriwa na zaidi ya washiriki 800 kutoka mashirika ya kimataifa, balozi za kigeni, vyama vya wafanyi biashara na makampuni mbalimbali duniani. Kwingineko, wanafunzi wa Kiafrika wa shahada ya uzamili ya tiba ya viungo katika chuo kikuu cha Cheikh Anta Diop pamoja na wataalamu wa afya wameanza kujifunza mbinu za tiba ya jadi ya Kichina. Mafunzo hayo yanafanyika katika hospitali ya Fann nchini Senegal. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Wakiwa wamelala katika vitanda vya hospitali, baadhi ya wagonjwa wenye maumivu ya mgongo walitibiwa kwa kutumia mbinu za tiba ya jadi ya Kichina mbele ya wanafunzi waliokuja kushiriki mafunzo hayo. Hapa mwalimu wa mafunzo Daktari Zhuang Chen, ambaye ni mtaalamu wa sindano za tiba yaani acupuncture, anaeleza fursa zilizopo katika taaluma hiyo. Mafunzo haya ya tiba ya jadi ya Kichina yanahusisha mada 3. Bado tuna siku 2 za mafunzo. Jumla ni masaa 9. Wanafunzi na wataalamu wa tiba ya viungo waliohudhuria mafunzo hayo walionyesha kufurahishwa na fursa hiyo. Mbinu hii ni ya kuvutia sana, hasa kwa uwezo wake wa kupunguza maumivu. Pia tumejifunza mambo mengi, viashiria, mambo yanayokataza matumizi yake na faida zake. Ni uzoefu mzuri kwetu. Kwangu mimi ni mbinu ya vitendo sana na inamsaidia mgonjwa kupata unafuu. Baada ya kutibiwa kwa kutumia sindano za tiba, mgonjwa mmoja ambaye pia ni mtaalamu wa afya alitoa maoni yake. Unahisi kama unaguswa, lakini huhisi joto au maumivu. Hata waliponidunga, si kuweza kuhisi kama ni sindano. Kwa mujibu wa Profesa Nigor Side Diane, hii ni fursa kwa wanafunzi wake, kwani tiba ya jadi ya Kichina inaendelea kupata umaarufu duniani. Na katika sehemu yetu ya Ifahamu China hii leo, kama kawaida, mwenzangu Zakia Pong anatufahamisha kuhusu kuenea kwa mafunzo wa AI katika madarasa ya shule za msingi na sekondari, hiyo ikitoa mtazamo wa kisasa katika elimu na ujuzi wa kisayansi na uvumbuzi. Karibu Zakia Pong. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Akili bandia AI inazidi kuenea katika madarasa ya shule za msingi na sekondari nchini China na kutoa mtazamo wa kisasa katika elimu, wakati ikiendeleza fikra za ujuzi wa kisayansi na uvumbuzi kati ya wanafunzi. Mwaka 2024, Wizara ya Elimu nchini China ilitoa sera kuu inayotangaza elimu ya AI katika madarasa ya shule za msingi na sekondari. Lengo ni kutimiza kozi kamili za elimu ya AI itakapofika mwaka 2030. Mahitaji yako ni wazi kabisa. Wanafunzi wa shule za msingi wanajikita katika kufahamu AI, huku wanafunzi wa sekondari
wataendeleza ujuzi unaoweza kutumika katika miradi ya AI. Umuhimu wa sekta ya AI sio kitu cha kushangaza, na kuamsha shauku ni hatua ya kwanza. Kuanzia kozi za kutengeneza roboti kwa kutumia AI, wataalam wanasema mageuzi yajayo ni kielimu yanaanza kujifungua kwa sasa. Katika shule moja huko Chengdu, mji mkuu wa mkoa wa Sichuan nchini China, wakati kizazi cha sasa kikikutana na roboti yenye umbo la binadamu inayotumia AI, sekta ya elimu ya baadaye inaboreshwa. Wanafunzi hawa wa shule za msingi na sekondari wana hamu kubwa ya kutaka kufahamu kuhusu AI na roboti zenye umbo la binadamu. Jinsi ya kutumia ujuzi wa AI katika kutengeneza roboti ndogo imekuwa kozi ya lazima katika baadhi ya shule za msingi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na kabla ya kukamilisha, ni ile sehemu yetu ambayo ulikuwa unaisubiri kwa hamu na gamu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja Kichina. 第2课，你叫什么？ Mambo, karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Kupuliza povu kwenye maandishi. Msichana mdogo anapenda kupuliza povu mbele ya mlango. Kama tu ukiweza kusoma herufi za Kichina kwenye povu kwa usahihi, povu zitaelea. Tafadhali msaidie msichana kusoma maandishi kwa usahihi na kuruhusu mapovu kupaa. 我 他 叫 妈 不 什么 高兴 认识 你好，我叫星星，你叫什么？我叫月月。认识你很高兴。你好，我叫星星，你叫什么？我叫月月。 认识你很高兴。他叫什么名字？他叫星星。他叫什么名字？他叫月月。 你好，我叫星星，你叫什么？我叫月月。认识你很高兴。
你认识他吗？不认识。你认识他吗？不认识。他们认识吗？不认识。你认识他吗？不认识。Kujaza sehemu zilizoachwa wazi. Kwa kila andiko sahihi unalochagua, utapokea zawadi. Wacha tuone ikiwa unaweza kukusanya zawadi zote. 好。什么？叫。很。认识。你好，你叫什么？我叫月月，认识你很高兴。你认识他吗？ Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见。 Haya, kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nami tena juma lijalo kwa makala mengine kama haya ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.